Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, tunapoadhimisha siku ya wafanyakazi duniani, napenda kutumia fursa hii kupongeza kazi kubwa na muhimu inayofanywa na wadau wa vyama vya wafanyakazi katika kulinda na kutetea haki za wafanyakazi, pamoja na kuwakumbusha wajibu wao wa kufanya kazi kwa bidii, nidhamu na uadilifu, kwa kuzingatia kuwa haki na wajibu ni watoto pacha, na hivyo lazima viende sambamba kwa kila kimoja kupewa uzito unaostahili. Ahadi yangu kwenu ni kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora na rafiki ya kazi pamoja na kuimarisha stahili za wafanyakazi kwa lengo la kukuza uwajibikaji na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Nina furaha kuwajulisha kwamba tathmini ya kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi imekamilika. Hivyo napenda kutumia fursa hii. Nadhani hapa ndo mnapopataka. Maana naona mmekaa kimya, mnasubiri eneo ambalo linasubiriwa. Lakini kabla sijaenda huku basi labda niseme kupitia risala yenu yale mambo machache ambayo yamebaki kama yalivyoelezwa hapa yako katika hatua nzuri. Wafanyakazi wa serikali waliotumikia chini ya miaka 10 kutopatiwa kiinua mgongo, ili jambo litakwisha hivi karibuni. Aidha, swala la kikokotoo na wale wanaostaafu mapema wakifikia umri wa miaka 55 nao watapata stahili zao zote stahiki. Na hili la wafanyakazi kushiriki kwenye kamati za management na kamati za uongozi tumeshalitolea maelekezo, litatekelezwa. Kwa hivyo nadhani ya zile changamoto tutakuwa kwa kweli tumezifanyia kazi inayostahili. Lakini kuna maombi hapa. Maombi yaliyotolewa ndani ya risala yalikuwa 7. Moja, inasema mnaomba nyongeza ya mishahara. La pili, nasema nyongeza kwa sekta binafsi katika mishahara vile vile. Serikali zingatie tofauti ya mishahara katika mashirika ya serikali, ili nalo lipo. Posho za kutunza siri zina utofauti mkubwa ndani ya serikali yenyewe. Posho ya mazingira magumu kwa wale wanaofanya kazi vijijini na katika visiwa vyetu vidogo vidogo izingatiwe. Lakini vile vile zifutwe kanuni zinazokwenda kinyume na sheria, ambazo sheria zipo lakini huwa zinatungwa kanuni zinazokwenda kinyume. Na la 7, Wizara ya Mawasiliano imarishe ufanisi wa mitandao ili tatizo linalopelekea wafanyakazi kuambiwa kwamba system iko down limalizike. Nimeyapokea maombi haya yote. Baadhi yao yanatekelezeka mara moja, lakini baadhi yanahitaji muda kidogo tuyafanyie kazi. Sasa nikija kwenye upande wa mishahara, napenda kutumia fursa hii kuwaarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Wafanyakazi oye!
Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Natoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu kwa Zanzibar. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, naomba usikivu wenu kidogo. Nimejulishwa kwamba Wizara ya Kazi imekamilisha zoezi la tathmini ya kina. Wizara ya Kazi imekamilisha zoezi la tathmini ya kima cha chini cha mishahara kwa sekta binafsi. Hivyo naiagiza wizara hiyo kukamilisha utaratibu uliobakia na kuutangaza rasmi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Aidha, katika kuhakikisha sekta ya hifadhi ya jamii inaendelea kusimamiwa, serikali imekamilisha kuziunganisha kupitia mfumo taasisi zote zinazohusika na malipo ya mishahara na michango inayowasilishwa ZSSF ili michango ya wanachama iwasilishwe kwa pamoja badala ya kila taasisi kuwasilisha kivyake. Hali hii imekuwa ikichelewesha uwasilishaji wa michango ZSSF na pia kusababisha makosa mbalimbali yanayosababishwa na watendaji. Kwa kiasi kikubwa makosa hayo yanaathiri muda wa upokeaji wa kiinua mgongo. Kwa hivyo kuanzia sasa tutafanya kwa mfumo na yote yatawasilishwa pamoja, sio kila taasisi kivyake. Kwa upande mwingine, serikali kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar imeshakamilisha rasimu ya sheria ambapo sheria hiyo imezingatia mambo mbalimbali yaliyokuwa yanalalamikiwa ikiwemo malipo ya kiinua mgongo kwa wastaafu wa hiari. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, hakutokuwa tena na makato kwa wanaostaafu mapema. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kwa mara nyingine tena napenda kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha siku hii na wanashukuru tena kwa mchango wenu katika ujenzi wa taifa letu. Natoa shukrani maalum kwa kamati ya maandalizi, washiriki wa maandamano, msomaji wetu wa utenzi, brass band ya chuo cha mafunzo, pamoja na wote waliochangia katika kufanikisha shughuli yetu ya leo. Nasema asanteni sana. Natumia fursa hii kutoa pongezi kwa wafanyakazi bora ambao tumewatunikia vyeti maalumu na zawadi katika sherehe hizi za Mei Mosi mwaka huu. Hakika utaratibu huu unaongeza hamasa ya uwajibikaji na kuwapa ari wengine nao wajitahidi ili tuwazawadie katika miaka ijayo. Wito wangu kwenu wafanyakazi, muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa bidii, maarifa, uadilifu na uzalendo, huku mkitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Nawapongeza kwa kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 inayosema upatikanaji wa haki, maslahi na mazingira bora ya kazi ni msingi wa uwajibikaji, nidhamu na maadili ya wafanyakazi. Wito wangu tuzingatie na kufanyia kazi maudhui ya kauli mbiu hii.
Ni viombe vyama vya wafanyakazi mshirikiane na serikali pamoja na waajiri ili kuhakikisha tunaongeza tija kwenye maeneo yetu ya kazi kwa manufaa ya taifa na wafanyakazi wenyewe. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii na uzalendo na tuendelee kujenga taifa lenye haki, usawa na maendeleo kwa maslahi ya mustakabali mwema wa nchi yetu. Nikutakieni nyote kila la kheri na maadhimisho mema ya sikukuu ya wafanyakazi duniani. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.